jana. Murtaza Mangungu. Sisi wakati wote, hii ni professional club, tunazingatia sana mwongozo na taratibu tulizojiwekea sisi wenyewe na zilizowekwa na mamlaka ndani ya katiba ya vilabu vyote vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania na mpaka madaraja mengine. Nimesema kwamba tutapokea na kutekeleza mwongozo wote utakaotolewa na mamlaka zinazosimamia mchezo wa soka, maana ya TFF, Sekafa, CAF, FIFA. Tumekuwa tukifanya hivi. Sasa kama tarehe imepangwa tena na bodi ya ligi ambayo ni chombo cha vilabu pamoja na TFF, kuna sababu gani ya kukataa kufanya hivi? Sisi tuko tayari, tutacheza muda wote watakaopanga. Taangaliwa na ratiba, kwa sababu sisi bado tupo kwenye mashindano ya kimataifa. Taangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tuka-accommodate tarehe hiyo itakayopanga. Kwani viongozi wa vilabu vingine baada ya mimi kuwasilisha maoni yale na azimio lile kupitishwa, si waliunga mkono pia? Mbona hawakutoa shaka hiyo pale? Kwa hiyo ni mambo tu ambayo yamezuka hapa katikati, lakini sisi tunachotaka ni usimamizi mzuri wa uendeshaji wa mashindano ambayo sisi industry ya mpira tunataka. Tunaona kwamba timu zetu za taifa, vilabu vyetu vinafanya vizuri kwenye mashindano na wigo wa kimataifa na ndani. Sasa huyu ambaye anasema kwamba hawezi kufaa, wanajua labda walikuwa wanamhitaji fulani ambaye angeweza kuwapa favor fulani ambayo labda wanaikosa kwa huyu aliyekuwa. Labda naweza nikadhani hivyo, lakini kwangu mimi kwamba TFF kwa kipindi cha misimu hii imefanya kazi nzuri sana na imeweza kulift kutoka pale tulipokuwa na kusogea mbele zaidi, kwa maana kwamba ya maeneo yote. Na hii inachagizwa kwanza usimamizi wao mzuri, lakini pia na chachu ya serikali imeweka nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri. Washabiki, wapenzi na wanasimba wamekuwa na uvumilivu uliopindukia, kwa sababu kazia iliyotokea siku hiyo ya Ijumaa ya tarehe 7, kama nao wangetoka katika maeneo yao wakaenda kama walivyoenda wao watu wa timu nyingine, pale pangekuwa na ghasia kubwa sana. Na baada ya hapo tumesubiri kuona kwamba mamlaka zitatoa uamuzi gani. Baada ya kuandikia kazi ya tuliyoikuta, wakaainisha mchezo kwa tathmini ambayo wao wenyewe walifanya. Lakini watu hawa kwa kuwa walikuwa wameikusudia shari, waliondoka katika eneo ambalo wanaishi, wakavuka mpaka wakafika Bunju. Wanasema tumefuata mechi hapa, tunataka kucheza na hao. Sasa leo hii hamu ile ya kucheza mechi imewatokaje? Kama wao baada ya mchezo kuahirishwa siku ya pili walitoka wakaenda mpaka Bunju, ile hamu imewaishaje? Yani kiliwapata nini hapa hamu yao ya kucheza na Simba ikawaisha? Sasa Bunju watu wanakuwepo pale kwa program, lakini ile ni shari. Ukipeleka gari na watu wako wewe pale, je, watu wa Simba nao wangehamaki, ingetokea ghasia kubwa. Sasa hivi vitu vinahitaji umakini, weledi na pia kusikiliza na kuona. Ukiamini katika maisha yako wewe ndio unajua kila kitu, then kichwa chako kina tatizo. Hakuna mtu yoyote duniani ambaye anajua kila kitu, lakini pia hakuna mtu duniani ambaye hajui kitu chochote. Tukumbushane sisi wote katika sekta hii ya michezo na sekta nyingine, usidai haki kama we mwenyewe utendi haki. Ili upate haki kwanza tenda haki. Rais wa TFF mimi nadhani amekuwa na uvumilivu mkubwa uliopindukia. Tumpongeze kwenye hilo, tuwaombee Mungu hawa wasioelewa waelewe na wale ambao hawajui wajue, au wapate wastani tu wa kuweza hata kujiongoza kwa hatua chache. Haya ni Murtaza Mangungu, huyo mwenyekiti wa klabu ya soka wekundu wa Msimbazi Simba, akiweza kusema usidai haki wakati wewe sio msafi kama hautendi haki. Yani yeye kwa nani yake, kwa uelewa wake ni kwamba yeye anataka kusema kwamba kama wewe ni msafi, yani yani mtu kama una dhambi, usimnyoshe kidole mwenzako na kwamba ana dhambi, sababu na wewe sio msafi. Ndio kitu ambacho amemaanisha. Sasa kwa uelewa wake na jinsi yeye alivyokuwa anafikiria mwenyekiti wa Simba kusema kitu kama kile, ina maana kubwa. Ndio kwamba wewe huwezi kupeleka timu kule wakati timu haichezi na haipo kule. Umepeleka kwa niaba ipi? Na je, wana Simba wangekuepo huko kule na wanasubiria basi la Yanga, so wangelivunja vioo, so pangetokea ghasia. Ndio kitu ambacho anajaribu kuzungumza, kwamba kitu ambacho Yanga walifanya kupeleka gari kule, walifanya makosa. Kwa sababu wana Simba wangekuwa uwanjani kule wakasema mmekuja mmekuja kutufuata mpaka huko, wakaanza kurushana mawe, kwamba angetokea ghasia kubwa sana. Ndio maana yeye ametoa tahadhari kwamba kitu kama kile kilichofanyika kimefanyika kitu ambacho sio kizuri, lakini wao waliofanya wao manufaa nacho na wanajua kwa nini wamefanya vile.
na wamejua ni kitu gani ambacho kimesababisha kufanya vile na watapata manufaa gani. Yanga ni wajanja sana. Yanga wana tabia kutengeneza mambo ili wao wanaimbwa. Ndio. Muda wote midomo ya watu Yanga. Sasa uniambie dabi imeahirishwa. Umeelewa? Kwamba haitachezwa, lakini wao wameamua kupeleka timu uwanjani. Maana yake nini? Wanataka muda wote watu wanaizungumzia tu Yanga, wanaizungumzia Yanga. Wanasema pale wana kitengo cha propaganda kiko pale. Okay. Cha kina Prodivo sio wanamuita huyo jamaa. Prodivo Privadinho. Basi hicho kitengo hicho, kitengo hatari sana. Yaani kitengo ambacho muda wote nataka Yanga izungumziwe tu. Okay. Wanaweza kufanya waamua kutokaga wale mabwana na mikataba. Ya Kagoma. Naomba mikataba tunao Kagoma huko hapa. Huyu kashika, Alikamwe naye kashika, wanaenda nao pale. Sasa kile kitendo kile waandishi wa habari ni Yanga. Yaani wao wanachofanya tu Yanga na impo tu muda wote. Sasa Yanga siwaambie tuchosha sasa hivi Yanga. Pumzikeni. Kwa sababu inawezekana kila kitu ni nyie tu Yanga. Sasa hivi national team inacheza. Sasa hivi nguvu nyingi tuelekeza kwenye national team. Tusipeleke nguvu nyingi kwa mambo haya kusema tutacheza dabi, hatuchezi. Dabi hiyo mcheze, msicheze, msuse. Ni lazima dabi ichezwe. Na sasa hivi bahati nzuri au bahati mbaya ni kwamba sasa hivi mamlaka ya mpira nataka mpira uchezwe. Hawataki kupoa hizi points za mezani. Sasa hivi wanazitoa kabisa. Wanataka mechi sasa hivi zio zinacheza. Mamlaka za mpira sasa hivi wanatamani sana mpira uchezwe kuliko kupeana pointi mezani. Yani sawa na Geoff Master, miongoni mwa vitu ambavyo ameviuliza Morotaza Mangungu, anasema wana Yanga hamu ya kutocheza mechi imeishaje? Kwa sababu tarehe 8 mechi imeghairishwa, tarehe 9 asubuhi mkaliamsha na basi lenu mpaka hao Bunju. Sasa hivi hamtaki kucheza, hii hamu imeishaje? Yani kitu ambacho watu hajajua. Ndio. Yanga sio kwamba mechi haihitaji. Mechi haihitaji. Ila Yanga kitu ambacho wao wanachokifanya mpaka sasa hivi, wao wanadai kutaka nini? Kutaka haki. Umeelewa bana? Yanga wengi wanasema nalilia pointi 3. Lakini mimi nikizunguka kama mwanampira na mwanasoka aliyenyoka, Yanga mpaka sasa hivi pointi 3 kuzipata ni kugumu. Sawa? Pointi 3 kuzipata ni kugumu. Okay. Kirudi kwenye soka tukitoka. Ila Yanga kitu ambacho wanachokitaka, wanataka bodi ya ligi na TFF kuiadabisha kwamba kanuni unazozitunga wewe mwisho wa siku, kwa sababu sheria ni msumeno, inakata kote. Ulitunga wewe sheria hii na tukakubaliana sisi, na inapofika swala unakuleta swala la busara. Sasa Yanga kwenye pointi 3, mimi nikiangalia mimi kama Geoff Master sioni, kwa sababu siku ya mchezo umeahirishwa, wakuwepo wahusika wa mechi, makamisa, marefali nini kadhalika. Ila Yanga wanachokihitaji, ndio maana ukiangalia barua yao wanachodai, wanakuambia pointi 3 au viongozi wazifanyaje wa bodi ya ligi wajiuzuru. Kwa hiyo Yanga mimi nachoona hapo, wao wanataka ondoke na kichwa cha mtu pale kwenye viongozi wa bodi ya ligi, kwa sababu kuna watu wanafanya madudu ambaye eleweki. Na ndio maana Yanga mpaka sasa hivi anachongangania kwambia, ina maana Wasami, ukiniacha ndani kwako ukatoka nikakuibia redio, japokuwa mimi ndugu yako, utakaa na mimi kwa mashaka, kwa sababu utokoniamini kuna kitu nishafanyaje, nishakichukua. Kwa hiyo kwa Yanga wanaamini bodi ya ligi, japo hata kama watacheza bodi ya ligi, kitu ambacho nakifanya haitendei haki Young Africans. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi nakiona kwenye swala ya Young Africans, kwamba kugomea mechi, kusema mechi si hamu imewaishia. Ndio kwa sababu Yanga hana timu ya kushindana, sio kusema labda anaogopa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu kama shabiki wa ndio mimi ninachokiona Yanga wanataka kulia na viongozi, ila pointi 3 ukienda kwenye kiaki sasa kupata taka bodi ya ligi tuwaonyeshe kuwa sheria ya mpira tuisimamie inyoke. Endapo hata mimi nikifanya makosa iwe hivi, au na nyie mjue mkifanya makosa, hiyo sheria hiyo itawageukia, tukubaliane tuache. Samani umezungumza vizuri sana. Lakini sasa bodi ya ligi nao wanataka kusemeje? Hata nyie sio wasafi. Ndio. Na ukiangalia kuna favor, hata mwenyekiti huyu kiongozi wa TFF amesema katika miaka 4 Yanga amenufaika sana uongozi wangu. Sasa si wana Simba, kwa sababu sisi tumeamua kujamaza tu. Lakini tukijaribu kumuuliza amenufaika kwa lipi? Sasa ukiangalia bodi ya ligi na ukiangalia imewafavor sana Simba na Yanga kwa mambo mengi. Umeelewa? Ndio maana wao wanasema ina maana nyie, mbona kuna vitu vingi tumewafavor. Mfano kama 2021. 2021. Mechi ilikuwa ichezwe saa 11. Ikapelekwa saa 1. Si ndio hivyo? Saa 1 Simba akapeleka timu. Si umeona? Namba referee kwa uwanjani. Je,
wangeamua pale waseme kwamba Simba ipe pointi 3 na Yanga shusha daraja. Bado Yanga angekuwa na kesi. Nisikilize basi. Kwa ile 2021 kuna mtu hapa niliona kuna ile barua nilipitia tena leo kwa kile ambacho kilichotokea 2021. Yanga iliandikia barua bodi ya ligi kwa maana wao wataenda uwanjani na watafuata taratibu za mchezo kama ambavyo lilivyoripotiwa majira ya saa 11 jioni kwa sababu kanuni ya kugairisha mechi ama ya kupanga muda mwingine inatakiwa itolewe angalau masaa 24 kabla ya wakati huo wa kucheza mechi. Kwa hiyo wakakoti pale na kifungu cha kanuni ambacho wao wamekitumia. Ndio maana hata bodi ya ligi wakachelea kwenda kupanga tarehe nyingine, hawakuiadhibu Yanga. Na wasara kwa sababu na barua hii hapa na mabadiliko haya Yanga aliandika sema uongozi wa klabu ya Yanga umepokea kwa masikitiko makubwa taarifa mabadiliko ya muda wa mchezo baina ya Simba dhidi ya Yanga iliyotolewa na shirikisho la soka Tanzania TFF kutoka saa 11 jioni hadi saa 1 usiku. Mabadiliko haya ni kinyume na kanuni ya 15 kifungu cha 10 za ligi kuu inayohusu taratibu za mchezo ambayo inasema mabadiliko yoyote ya muda kuanza mchezo yatajulishwa ipasavyo kwa pande zote husika za mchezo angalau saa 24 kabla ya muda wa awali. Hivyo basi uongozi wa Yanga unapinga mabadiliko haya. Hivyo Yanga itapeleka timu uwanjani kwa muda wa awali kwa maana saa 11 kamili jioni. Uongozi wa Yanga unaitaka bodi ya ligi na TFF kuendesha ligi kwa kuzingatia na kuheshimu kanuni zilizotolewa. Imetolewa na idara ya habari tarehe 8 mwezi wa 5 2021. Sasa hapo msikiliza kwanza hapo. Ndio. Simba naye angesema alalamike. Sielewa? Kwa sababu naye alikuwa na haki. Umeona kwa sababu wenyewe ndio waliahirisha mechi wakaipeleka saa 1. Wakaipeleka saa 1. Na Simba kafika saa 1. Sielewa? Simba naye angesema alalamike. Lakini pale alalamika aende mbele zaidi. Ni kwamba bodi ya ligi ingefanyaje? Sasa lakini Simba kilichofanyika pale ikatumika nini? Busara. Ndio maana tunasema kwa hili la sasa hivi ndio Yanga hataki hiyo busara. Ndio unasema itumike busara kama ambayo imekufanyika kipindi hicho. Na ndio maana wasara kabla hujaenda break. Wasara mimi ninachotaka kuzungumza, Yanga vitu vyao wanavifanya kuendeza sheria ya kanuni inachosema. Na ndio maana kugoma kwa mchezo wa 2021 wao walikuwa sahihi na bodi ya ligi kwenda kubadilisha. Haya wamekuja tu kuyazungumza kwa sababu tayari. Kwa sababu wao ndio walikuwa na makosa. Je, wewe umeniambia mchezo nacheza saa 11, si ndio? Alafu unakuja kuniambia nacheza saa 1. Wachezaji wangu wamekula vyakula gani? Kama nimeandalia vyakula saa 11 ile. Alafu unakuja kuniambia wacheze saa 1. Wewe unaniambia style ushaniharibia kwenye kanuni. Kwa hiyo Yanga nisikilize. Yanga wanachokisimamia wao wako kwenye sheria. Yaani busara huko ndo wakotoka. Sawataki